الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله. Ini ndugu Waislamu, na kuhusieni kama ninavyoihusia nafsi yangu ya swala zima la kumcha Allah kwa kufuata yale tu aliyoamrisha na kuacha yale yote ambayo amekataza. Fi khutbatina, katika khutba yetu ambayo iliyotangulia tulizungumzia juu ya swala zima, au khutba iliyopita wiki Jumaa iliyopita tulizungumzia juu ya swala zima kaifa yukbalu al-amal, amali vipi inakubaliwa. Tukasema kwamba ili kuonesha namna gani amali inakubaliwa, basi tukaleta athari mbili au hadithi mbili. Hadithi ya kwanza tukaielezea kisa cha Ibn Mas'ud. Abu Musa Ash'ari na Ibn Mas'ud walipokwenda msikitini wakawakuta watu wamekaa viduara, wakawa wao wanafanya amali, lakini Ibn Mas'ud akawaambia, kwa amali hizi mnazozifanya addu sayiatikum, hisabuni makosa yenu. Kwa watu wengi wao wanadhania ya kwamba ule uzuri wa nia, mtu akawa nia yake ni nzuri katika kufanya jambo, basi jambo lile litakuwa linakubaliwa tu mbele ya Mola wake. Kwa mimi kwa sababu nasali kwa ajili ya Allah, basi hii sala itakubaliwa. Mimi ninafunga kwa kuwa huyu anafunga kwa ajili ya Allah, hafungi kwa kujionyesha, hafungi kwa sababu anafanya ria, hafungi kwamba yeye yuko vipi, la, anafunga kwa ajili ya Allah, basi funga hii inakubaliwa. Huyu mwingine labda yeye anasema mimi nasoma Qur'ani, hii Qur'ani anasoma kwa ajili ya kupata thawabu kwa Mola wake, yeye kwa akili zake nadhani ndio atakubaliwa. Wengi katika watu wapo katika mfumo kama huu, huzania amali yoyote anayoifanya yeye inakubaliwa, lakini kumbe amesahau zile sharti muhimu, namna gani Allah anazikubali amali. Hiyo sicho kipimo kabisa. Unaweza ukasali ukawa unatarajia kwa Mola wako thawabu, lakini huna unashambulia. Unaweza mtu akafunga akawa anatarajia malipo kwa Mola wake, na funga hiyo ikawa ni batil, hana malipo. Anaweza akasoma Qur'ani tena akawa yeye anakusudia kwa Mola wake hasa, yani hana shirki, hana jambo lolote, lakini Mola wake haikubali kwa sababu kenda kinyume na ile sharti. Kwani sharti gani hasa? Amali Allah ndo anaikubali. Haya ameyaweka Bwana Mtume. Kwa mtu lazima afahamu kuna masharti hayo, ikiwa utayatekeleza hayo, basi amali ndio itakubaliwa. Sasa anayesali, anayefunga na anayefanya ibada yoyote ailifahamu hili kwamba sio uzuri wake wa nia tu ndio utamtosheleza yeye eti jambo hili linakubaliwa. Kwani nia zao si nzuri? Wengi huja katika mfumo kama huo, kwa kuwa nia zao ni nzuri basi Allah atakubalia, kwa sababu Allah anaangalia nia ya mtu. Hapana. Na huku mwingine akakusomea hadithi, Mtume akasema innamal a'malu binniyati, kama amali zote zinalipwa kwa nia. Ndiyo, lakini vipi? Sasa wengi hawafahamu, wanaona tukakuwa nia ni nzuri basi jambo linakubaliwa. Ayuha alikhwa, enyi ndugu waumini, innal husna an-niyyah, kwamba ule uzuri wa nia wahdaha
uzuri wa nia mtu peke yake fi adai al-ibadati, katika swala la utekelezaji wa ibada, la yakfi, hili halitoshelezi. Asije akakaa mtu akaona nia yake ni nzuri, akaona kwamba kwa kuwa nia yake ni nzuri basi atalipwa kwa nia ile. Inna husna an-niyya fi adai al-ibadati la yakfi, hili halitoshelezi. Qala Fudhail ibn Iyad, amesema Fudhail ibn Iyad, innal amala, anasema hakika amali yoyote atakayofanya mja, idha kana khalisan, ikiwa yule anayefanya amali hiyo anafanya khalisan, kwa ikhlas, anamtakia Allah, kwamba yeye hafanyi kwa ria, lakini walam yakun sawaban, lakini amali yake hiyo anafanya kwa ikhlas lakini laysa sawaban, lam yukbal, anasema haikubaliwi, hiyo amali yake ni bure. Halafu akasema wa idha kana sawaban, na ikiwa amali yake mtu anayofanya anafanya kwa sawaba hasa, lakini walam yakun khalisan, lakini yeye hakumtakasia Allah, lam yukbal, hiyo nayo haikubaliwi. Kwa kumbe hapa panapatikana masharti mawili ili amali ikubaliwe. Kwanza iwe khalisan, la pili iwe mutabaan, au yeye lazima mwenye kufuata. Kwa anasema haikubaliwi, akaendelea kufanua anamaanisha nini. Wal khalis, anasema ninaposema khalis, idha kana lillah, ni pale ni kwamba atakapokuwa mtu anafanya amali kwa ajili ya Allah, yeye anafunga kwa ajili gani? Hii ndio sharti ya kwanza. Wasawabu, na thawabu ambayo ndio wengi hii wameipuuza, idha kana ala sunna, lazima amali yake hii iwe sawa sawa na sunna. Je, sunna ya mtume ndivyo ilivyofanywa kama hivi? Anafanya kwa ajili ya Allah, lakini mtume kafundisha utaratibu kama huu, namna kama hivi ndivyo. Ikiwa utaratibu huu sivyo, wewe fanya utakavyofanya, hutopata malipo ya aina yoyote. Ayuha nnasu, enyi watu, fa husnu niyya wahdaha, basi elewa ule uzuri wa nia peke yake, duna iltizami bishar'i, pasi na kujilazimisha na sheria, la yakfi, jambo hili halitoshelezi. Na tukawasema kwamba tutatoa mifano miwili, hadithi mbili zenye kuonesha kwamba mtu akafanya amali akawa yeye anafanya kwa ikhlas, lakini kwamba yeye mutaba haupo, haiwezi kukubaliwa. Kisa tulichokieleza cha Ibn Mas'ud pale alipowakataza watu wanaleta adhkari katika msikiti, na kisa cha pili ni kama hiki kifuatacho. Hadithi mashuhur wa an Sa'id ibn al-Musayyib, hadithi zinapokea kutoka Sa'id ibn al-Musayyib annahu raa rajulan, kwamba yeye alimuona mtu mmoja. Sa'id ibn al-Musayyib huyu ni tabi'in, ni mwanafunzi wa Abu Huraira. Amemsomesha mwanafunzi huyu, mwisho baada ya kumuona amefaulu mafunzo yake, akamuozesha mpaka mtoto wake. Kwa hivyo ni mwanafunzi wake na ni mkwe wake kabisa. Na Abu Huraira ndo nani? Ni mwanafunzi wa Mtume. Kwa hivyo Said ibn Musayyib anasimulia, anasema annahu, kwamba yeye raa rajulan, siku moja alimuona mtu, yusalli baada alfajiri, anasali baada ya sala ya alfajiri. Na Mtume amesema rak'at alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha, kusali rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko dunia na kila kilichomo. Sasa yeye akamuona mtu anasali rakaa mbili pale alfajiri, na tukisema alfajiri pale imeshaadhiniwa adhana ya kuingia sala alfajiri, na kusudia adhana ya pili kabla ya kusimamishwa sala ya fardhi. Akamuona mtu anasali yeye aktharu min rak'atayn, zaidi ya rakaa mbili, na Mtume amesema zisaliwe mbili. Yeye huyu bwana akaona wakati muda upo nitasali mbili, muda upo, ngoja niongeze na nyingine mbili, ngoja niongeze na nyingine. Yaktiru fiha arrukuu wasujud, bwana yule aliyekuwa akisali alikuwa anakithirisha, anarefusha rukuu, anarefusha sijida. Alipomuona anasali sala zile, fanahahu, akamkataza. Hebu angalia, akamkataza, akamwambia mkubwa, Mtume ameamrisha watu wasali rakaa mbili tu, wewe hizi zaidi ya mbili unapata wapi? Tizama jawabu alilojibu huyu bwana alipokatazwa. Fakala, akasema, na wengi ambao wanaokatazwa katika swala ambalo si la kumfuata Mtume, haya ndio yanakuwa majawabu yao. Akamuuliza, ya aba Muhammad, ewe aba Muhammad, ayu'adhibani Allah ani salati,
Hivi ndio Allah ataniadhibu eti kwa sababu ninasali? Hili ndio jawabu ambalo hujibu watu. Unapomwambia kwamba kuomba dua kwa pamoja baada ya sala ya fardhi, hili jambo mtume hajafundisha, mkifanya mnapata madhambi, ina maana kuomba dua ndio tunapata dhambi? Swali linakuja kama hapo tu basi. Anapoambiwa kwamba mtume hajaamrisha watu wanapomaliza kumsalia maiti akaamrisha tena al-Fatiha, sala za mtume 11 au ikhlasi 11, mwingine atakuja atakwambia hivi kumwombea dua maiti hili jambo ndo halifai, ina maana unataka kunambia ndo wanapata dhambi hawa, Allah atawaadhibu kwa sababu hili? Na huyu swali lake ndio hilo, wote wanakuwa wanafanana. Ndio maana Allah anasema atawasau hivyo, wanahusiana hawa watu waovu, wakawa wote wanajibu majawabu ya aina moja tu. Basi na huyu anauliza ayuadhibani Allah ani salati, hivi kweli ndo ataniadhibu Allah eti kwa sababu ninasali? Kala Said ibn Musayyib akamjibu akamwambia, la, hawezi kukuadhibu Allah kwa sababu unasali ndo akuadhibu, la, lakini atakuadhibu kwa hili. Lakini anasema walakin yuadhibaka, lakini Mola wako atakuadhibu ala khilafi sunna, kwa sababu wewe umekwenda kinyume na sunna, wewe hukufuata mutaba. Mtume kasema 2, zaidi ya 2 umepata wapi? Mtume kaamrisha hivi, wewe zaidi ya hivi umepata wapi? Kwa hapa anamwambia ndipo Mola wako atakapokuadhibu. Hatakuadhibu eti kwa sababu waomba dua baada ya sala, atakuadhibu je utaratibu huu umeupata baada ya sala, mtume kaamrisha hili? Hatakuadhibu Mola wako eti kwa sababu mmekaa na vitabu vyenu au Qur'ani, watu wakawa wanasema tunasoma Qur'ani kwa ajili ya kumtakasia Allah ili maiti wetu wampe shufaa. Hapa Mola wako atakuadhibu kwa sababu je mtume wako alilifanya hili? Hivi ndivyo utakavyoadhibiwa, kwa sababu umekwenda kinyume na sunna. Wao wanasema ina maana basi kumwombea dua maiti hili jambo tu halifai. Yeye anauliza masala kama haya na huyo anauliza hivyo hivyo, basi yuadhibuka Allah ala khilafi sunna, akamwambia atakuadhibu Mola wako kwa sababu umekwenda kinyume na sunna. Kala Sheikh Albani, amesema Sheikh Albani alipokuwa ameitoa hadithi hii katika kitabu chake Al-Irwa' Al-Ghalili, anasema wa hadha, anasema na haya min albadail ajwibatu, ni katika mazuri mna majawabu ya Said ibn Musayyib. Anasema haya ni katika majawabu mazuri mno ya Said ibn Musayyib rahimahullah. Kwa nini anasema hivyo? Wa huwa silahul qawi, anasema Sheikh Albani, na hii ndio silaha yenye nguvu ala almubtadi'ati, katika wale wazushi, alladhina ambao yastahsinuna kathiran, wao hupendezesha mambo mengi katika dini, wanapendezesha mambo mengi min albid'a, katika uzushi wao, biismi, halafu wakawaita annaha dhikri was-sala wal-ibada wa kadha wa kadha. Wanasema hii ni sala, hii sala ya kuiombea taifa ili liwe na amani. Hii ni dua hii tunaliombea taifa ili lipite kwa amani. Hii sijui ibada gani kwa tunafanya uradi hapa, uradi huu tunamwombea dua bibi harusi au bwana harusi ili nini, sijui harusi yao iwe nzuri. Ukiliangalia ni lengo lao nzuri, lakini swali la msingi, je mtume alifanya jambo hili? Kwa hivyo wao yastahsinuna kathira min alibadati, wanapendezesha nyingi katika ibada. Thumma yunkiruna, kisha wanapokanywa wao ala ahli sunna, wakikanywa na watu wa sunna, wakiambiwa hili mtume hakuamrisha, inkara dhalika, wanapokanywa jambo hilo alaihim wayattahimunahum, basi wao wanawatuhumu wao. Jawabu lao sasa wanawatuhumu biannahum yunkiruna dhikra was-sala, kwamba wao eti wanapinga sala. Wale bana wanasema kumsalia mtume haramu. Hivi ndio wanapokuja katika hali kama hii. Unapomwambia mtume hajaweka utaratibu huu wa kwamba watu wakae wawe wanamsifu wanamsherehekea siku yake kuzaliwa, wao watakwambia watu gani wale wanasema eti kumsalia mtume haramu? Wale watu gani wale wanasema zikri haramu? Wale watu gani wale eti wanasema dua haramu? Basi wao wanapopingwa wanakuja na mfumo wa maneno kama haya. Wale wanasema ibada gani haramu wale, lakini uhakika wa mambo ukoje? Anaendelea Sheikh Albani, wahum, na wao ahli sunna,
fil hakika ule uhakika wao, innaha yunkiruna khilafahum lisunna, kwamba wao wanachokipinga kuwapinga wao hawapingi ile ibada moja kwa moja. Wao wanachokipinga ni kule kwenda kinyume kwao na ile sunna fi dhikri wasalati wa nahwi dhalika, na mfano wa ibada hizo. Hatupingi sisi eti kumsalia mtume, twapinga namna ya kumsalia mtume. Hatupingi sisi eti dua haramu, tutapinga namna ya uombaji dua. Hatupingi sisi eti sijui kusali haramu, tutapinga sisi namna ya usalaji. Hatupingi sisi eti kufunga haramu, tutapinga namna ya ufungaji wa hii itakuwa haramu. Hapo ndo tunachokipinga sisi. Hatupingi direct ile ibada yenyewe ukaja ukawatuhumu watu wale wanasema ibada fulani haramu. La, kinachopingwa hapa namna ya ufanyaji wa ibada. Ufanyaji huu umetoka kwa mtume au ufanyaji huu umeuvumbua nyinyi? Hichi ndio kinachopingwa na ahli sunna. Kwa watu wafahamu amali yako utakayofanya inakubaliwa katika msingi huu. Muhimu sana ufahamu, usije ukawa watu umekurupuka kama wale ambao waliokurupuka wakawa wao walikuwa wafuta bangi, walikuwa walevi, walikuwa wahuni. Siku 2 siku 3 katolewa kawekwa pahala, sasa kashakuwa shekhe, asimame mbele za watu anaanza kuambia watu sijui sifa 6, Allah si muhitaji, Allah si kitu na hichi. Hajui hata kusoma zile ibara za Kiarabu, hajui kusoma hata maneno ya mtume, hajui namna ya kusoma, hajui wacha ile tafsiri yake. Leo kawa shekhe, leo amekuwa anawahutubia watu, anaanza kuwawaizi. Huyu ndio tunaambia utaratibu huu wa ufundishaji kama huu, wa ufikishaji dini kama huu ni batili. Unapowapinga wanasema wale jamaa wanawapinga tablighi, wanasema kufikisha dawa haramu. La, tunapinga namna ya ufikishaji wa hiyo dawa yenyewe. Kwa hivyo angalia namna ya ibada yako unaifanya. Unafanya katika kitabu na sunna, au unafanya kwa sababu umewakuta watu, au unafanya kwa sababu ya mazoea? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayuha nnas, usikum maratan thaniya, nakuhusieni kwa mara ya pili hiyo sala zima la kumcha Allah na kutekeleza yale yote ambayo aliyoamrisha Bwana Mtume. Kama tulivyoeleza kwamba ibada, ili ibada ikubaliwe mbele ya Allah lazima zipatikane sharti 2. Wengi katika watu wameghururika, wao sharti yao wanayoangalia ni moja tu basi, namna ya kumtakasia Allah, lakini wamesahau ule msingi madhubuti, msingi wa kumfuata mtume. Hapo wameutupilia mbali. Wao sasa wakawa wanafuata wazee, wao sasa wanafuata sijui mashekhe, wao sijui wanafuata watu wa aina gani. Lakini ukimrejesha kwa mtume kwamba mtume utaratibu wake ulikuwa huu, yeye hilo analipinga. Ayuha nnasu, enyi watu, ilamu, basi tambueni, albid'atu bid'atan, bid'a ni bid'a tu, mahma sumiyat, vovote utakavyoita, ikiwa jambo hilo limekwenda kinyume na mtume, hiyo itaitwa bid'a tu. Ipanda utakavyoipamba haitomeremeta hata siku moja, ipake mafuta utakavyoipata lakini haitomeremeta, hiyo itaitwa bid'a tu. Wa mahma hasanat niyya sahibuha, na katika hali yoyote atakapokuwa nzuri nia ya mfanyaji wake, hata awe na nia ya aina gani, Mola wako hatakubali ibada kama hiyo. Uwe na nia nzuri ya aina gani, ikiwa jambo hilo mtume hakufanya mfumo kama huo, hata ufanye vipi, wewe utakula hasara na mbele ya Mola wako utakuwa ni mwenye kujibu maswali. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. tutawauliza wale waliopewa vitabu, waliopelekewa mitume, na tutawauliza wale mitume wenyewe, je, hili ulifundisha? Kwa nia yako, basi na nia yako kuwa nzuri, lakini kwa nia hiyo usije ukataraji kabisa eti mimi nafanya jambo hili, mimi natarajia kwa Allah, natoa sadaka natarajia kwa Allah kupata thawabu. Je, namna ya utoaji huo ndivyo mtume alivyoamrisha? Namna ya kuswali kwako hivyo ndivyo mtume alivyoamrisha? Namna ya kurukuu kwako hivyo ndivyo mtume alivyoamrisha? Ndivyo alivyofanya? Kwa hivyo ukifanya kinyume na hivyo, wewe namna gani na nia yako tabaki na nia yako wewe tu basi, lakini hakuna malipo. Basi elewa, bid'atu basi, mahma sumiyat, vovote utakavyoita, wa mahma hasanat niyya sahibuha, na katika hali yoyote itakapokuwa nzuri nia ya mtu. Wala yuridu illa ajra, na iwe mtu anafanya amali hakusudii lolote isipokuwa anakusudia ujira wa kutoka kwa Allah. Wa yuridu thawaba, na akawa yeye anafanya amali anakusudia thawabu kwa Mola wake. Wa yuridu al-ibada, na akawa yeye anafanya hilo tena anakusudia ibada. Wa in turahu linnasi, hata kama ibada hiyo itaonekana
inaonekana kwa watu anna fiha masalih, ndani yake ina maslahi, wa anna fiha manafi, au ndani yake kuna manufaa mengi, wa anna fiha tarkika lilqulubi, au ifanye mara amali hiyo ionekane mbele ya watu kwamba inawaleta watu katika nyoyo zao, inawakaribisha zaidi mbele ya Mola wao, kwa kuwa ni bid'a, hakuna malipo ya aina yoyote. Ndio maana hapo walipofeli jamaati tablighi wa da'wa, wamefeli katika msingi huu. Wao wakawatoa watu wakawaleta katika uovu, wakawaleta katika kheri, lakini njia waliyopita hata ufanye vipi, atakayekosea njia hakuna malipo ya aina yoyote. Wewe kuwa na nia yako nzuri vipi, watakasia nia vizuri vipi, waone kwamba wao ni watu bora vipi mbele ya Mola wako, wanaisabika suul adabi, ni watovu wa adabu wakubwa sana, kwa sababu wao wameuacha msingi uliokuwa madhubuti. Waliambiwa wamfuate mtume aliyeletwa, lakini wao wakavumbua, wakaleta utaratibu na utaka wao. Kwa hiyo hata liwe la aina gani, nyoyo zao ziwe za aina vipi, liwe na manufaa ya aina gani, jambo hilo halitakubaliwa mbele ya Allah, kwa sababu amemleta mtume, lazima afuatwe. Wa anna fiha, na likawa jambo hilo jamaa linnasi, liwe jambo hilo linawakusanya watu ala dhikrillah, katika kumtaja Allah, wa ala taatillah, au katika kumtii Allah, lakini kwa kuwa jambo hilo ni uzushi halikubaliwi hata siku moja. Kwa bid'a ni bid'a tu basi, iiteni majina yoyote. Ikiwa umeambiwa jambo hili ni uzushi katika dini, malipo ni madhambi tu, hakuna hili wala jingine. Ukiambiwa hii ni bid'a, usije ukatarajia kwamba hapo pana thawabu, hapo ni dhambi tu, na bid'a ni mbaya. Wanachuoni wanasema albid'atu ahabbu ila al-iblisi, ile bid'a inapendeza zaidi kwa ibilisi min al-maasi, kuliko maasi. Na sahibul bid'a, na yule mtu wa bid'a anapendeza zaidi mbele ya ibilisi kuliko mtu mwenye kufanya maasi. Mtu ambaye anaelewa, mtu anayezini, mtu anavuta bangi, mtu sio anakula rushwa, huyu kwa ibilisi. Na ukimfananisha na mtu ambaye anafanya ibada lakini za bid'a, hana time na huyu, yeye anampenda zaidi huyu. Unadhani kwa nini? Kwa sababu mtu wa bid'a yeye ameghurika, kila anachokifanya anaona kwamba yeye atapata thawabu tu. Kwa hiyo shetani anamchochea, shetani anampambia asiache jambo lake hili. Lakini huyu anaelewa, ana uhakika kulewa haramu, huyu anayezini ana uhakika zina haramu, anajificha huyu, hawezi kufanya hadharani mbele za watu, anajificha huko kwa kuwa anajua hili ni kosa. Kwa hiyo shetani anajua huyu akija akifanyiwa dawa fulani anaweza akarudi huyu, lakini huyu msomaji maulidi hata siku moja, yeye itikadi yake mimi nikisoma maulidi napata thawabu. Huyu ambaye anaomba dua kila baada ya sala kwa pamoja, yeye itikadi yake dua hii mimi ninakubaliwa. Vipi itakuwa haramu wakati Mola wenu kasema udhuuni astajib lakum, na sisi hapa tunamuomba? Hapa ndipo palipokuwa na ugumu. Kwa ibilisi ampenda zaidi huyu kuliko hata huyu. Hivyo ndio wanaposema wanachuoni. Ayuha nasu, enyi watu, fuateni yale ambayo yalikuja kutoka katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita. Ibn Mas'ud anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msizue, kwa hakika mmeshapelezwa. Yale yaliyokuja kutoka kwa masahaba ndio hayo tu, hakuna mengine. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.